Mwabuke Stats, Sport Next Level. Hatimaye mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto amewasilisha barua ya kujiuzulu. Lakini wakati huo afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo amepewa barua ya kusimamishwa kazi. Na aliyemsimamisha kazi sio mwingine, ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Wallace Karia. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa usiku huu na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau. Kwa lugha nyingine, hapa tunazungumzia mwenyekiti wa bodi ya ligi kujiuzulu, amewasilisha barua ya kuresign. Lakini CEO wa bodi ya ligi Kasongo, yeye amesimamishwa kazi na rais wa TFF kama inavyoonekana hapo taarifa iliyotolewa kwa umma na katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau, na kisha kurushwa na ukurasa rasmi wa Instagram wa bodi ya ligi kuthibitisha juu ya hilo. Ikumbukwe hivi karibuni wananchi Yanga wamekuwa wakiwa na madai kadhaa dhidi ya bodi ya ligi, na kubwa zaidi wakituhumu bodi ya ligi kwamba inafanya mambo kwa kutowatendea haki, haisimamii vyema kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 2024 ambazo zenyewe ndizo kwa kiasi kikubwa zilisababisha utekelezaji wake kutofanyika kwa usahihi, kusababisha kuahirishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo Yanga dhidi ya Simba iliyopaswa kuchezwa Machi 8 mwaka huu 2025. Hata hivyo, katika taarifa hiyo fupi ya katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau haikueleza juu ya sababu za mwenyekiti wa bodi Steven Mguto kuwasilisha barua ya kujiuzulu katika nafasi yake, lakini wakati huo haikueleza pia sababu za rais wa TFF Wallace Karia kumsimamisha kazi afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo. Hata hivyo, Yanga katika matakwa yao hivi karibuni kwenda kwa bodi ya ligi ili waweze kucheza mechi ya dabi ambayo bodi ya ligi iliahirisha kutoka Machi 8 na kuwa Juni 15. Yanga ilitaja matakwa manne ili yafanyike ndipo waweze kucheza mechi hiyo ya dabi. Imeelekezwa kabla na bodi ya ligi, lakini pia kucheza mechi nyingine. Mvutano kati ya Yanga na bodi ya ligi uliotokana na mchezo wa Machi 8 wa dabi kati ya Yanga dhidi ya Simba ulifikia mahala ambapo Yanga katika matakwa yao manne, moja wapo ilikuwa ni kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ndani ya bodi ya ligi, lakini takwa lingine ilikuwa ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ndugu Almasi Kasongo, lakini takwa lingine lilitaka kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau, lakini vile vile takwa lingine ni kutaka bodi ya ligi iwe chombo huru kinachojitegemea. Katika majibishano yao ambayo yalitokana pia na kikao cha mwisho kilichofanyika Jumatatu tarehe 9 kati ya bodi ya ligi na Yanga. Bodi ya ligi wakiwa wamewaita Yanga pale kwenye makao makuu yao Ilala jijini Dar es Salaam, Mafao House, ili kujadili kuelekea katika mechi ya dabi ya Juni 15 ilikuwa imepangwa awali. Baada ya kikao hicho, Yanga wakaibuka na maelezo kwamba wamesimamia msimamo wao kwamba hawatacheza mechi hiyo ya dabi. Lakini wakati huo bodi ya ligi ikasisitiza kwamba mechi itachezwa Juni 15 kama ilivyopangwa. Lakini baada ya hapo, kwenye maelezo yake afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akasema matakwa ya Yanga manne baadhi yake hayatekelezeki kwa sababu yako nje ya mikono ya bodi ya ligi, lakini mengine yanahitaji tafakuri za kina, lakini mengine yanahitaji mabadiliko ya katiba, akitolea mfano wa bodi ya ligi kuwa chombo huru. Lakini Yanga kwenye maelezo yao kwa umma kupitia kwa mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma Yanga Ali Kamwe, akaeleza kwamba msimamo wao uko pale pale, na sio kwamba hawatacheza tu mechi hiyo ya dabi iliyokuwa imepangwa Juni 15 dhidi ya Simba, bali pia hawatacheza mechi nyingine zote zilizobaki za msimu huu ligi kuu Tanzania bara ambazo wanapaswa kucheza Juni 18 kwa mujibu wa ratiba dhidi ya Tanzania Prisons na Juni 22 dhidi ya Dodoma Jiji mpaka matakwa yao yatakapofanyiwa kazi. Matakwa hayo wakasisitiza kwamba ni yale ambayo Kasongo ameyataja, lakini wakasema takwa kuhusiana na bodi ya ligi kuwa chombo huru, wao wanafahamu ni swala linalohitaji muda na hivyo halina haraka, linaweza kufanyika kuanzia 2025-26 na kuendelea. Lakini yale matatu, kutaka CEO ajiuzulu, kutaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi ya bodi ya ligi, lakini kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF yako pale pale, na kwamba bila hivyo hawachezi dabi hiyo. Hatimaye leo hii bodi ya ligi ikatangaza ratiba mpya ambayo ilionyesha
mechi ya dabi Yanga dhidi ya Simba haitachezwa tena Juni 15 bali Juni 25. Lakini usiku huu ndipo taarifa kutoka kwa katibu mkuu wa TFF ikieleza juu ya kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini pia kusimamishwa kazi kwa CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo. Bila shaka ni katika mabishano ya bodi ya ligi na Yanga yanachangia kwa kiasi kikubwa uamuzi huu, ingawa msisitizo, taarifa ya TFF kwa umma, taarifa ya katibu mkuu wa TFF haikueleza sababu za kujiuzulu kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi wala kusimamishwa kazi kwa afisa mtendaji mkuu kulikofanywa na rais wa TFF. Inakumbukwa vizuri, chanzo cha mgogoro baina ya Yanga na bodi ya ligi kilianzia mechi ya Machi 8 ya dabi, ambayo ni mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga dhidi ya Simba. Siku moja kabla ya kufika Machi 8, Simba waliripoti kwamba wamefika kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya mazoezi, ikiwa ni kutumia kanuni mojawapo katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu huu, ambayo ni ipo katika sura ya 5 kanuni ya 17 kifungu cha 45 kinachotoa nafasi kwa timu ngeni kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kwa ajili ya mchezo siku moja kabla. Lakini Simba wanasema walipofika wakazuiwa na watu waliotuhumu kwamba ni mabaunsa wa Yanga. Matokeo yake wakatangaza dhamira yao ya kwamba hawatocheza mechi hiyo iliyopaswa kuchezwa siku inayofuata, ambayo ni Machi 8. Asubuhi ya siku iliyofuata, ambayo ndio siku ya mechi ya dabi, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alikaririwa akisema kwamba dabi iko pale pale. Lakini baadaye bodi ya ligi ikatoa taarifa kwa umma ikieleza juu ya kuahirishwa kwa mchezo huo utapangiwa siku nyingine. Na katika maelezo yake ya kuahirisha, bodi ya ligi ikatumia kanuni ya 34 katika kifungu cha kwanza 1.3 ambacho sababu za chenyewe kanuni ya 34 inazungumzia kuahirishwa kwa mchezo. Sasa katika kanuni hiyo 1.3 inaeleza kwamba sababu mojawapo ni kuwapo kwa dharura au sababu ya msingi inayokubalika kwa TFF. Sasa kanuni hii iliyotumika kuahirisha mchezo huo, wakaeleza vile vile kwamba sababu mojawapo ni kuwa kuna baadhi ya matukio yanahitaji kufanyiwa uchunguzi zaidi, na kwamba bodi ya ligi itaeleza juu ya mwenendo wa swala hilo na kupanga tarehe nyingine ya kufanyika kwa dabi. Jambo hilo Yanga walilipinga kwa nguvu zote, kwa sababu kikanuni waliona kwamba hakuna mahala popote kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 zinazotumika kwa msimu wa 2024-25 inatoa fursa mwanya kwa mechi kuahirishwa kwa sababu ya timu ngeni kushindwa kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi. Yanga kupinga kwao kuliendana na wao kusisitiza kwa wapenzi mashabiki wao kwamba mechi itakuwepo, na wakaenda uwanjani, ingawa bodi ya ligi ilishatangaza kusimamisha mchezo huo ambao tayari bodi ya ligi ilishosimamisha. Kilichofuata baada ya hapo, Yanga waliandikia barua bodi ya ligi wakitaka wapewe pointi 3 na mabao 3 kwa sababu hawakuona sababu yoyote ya kikanuni mechi kuahirishwa. Matokeo yake Yanga walifuatilia swala hilo mpaka kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS, ambayo yenyewe ilitoa mwongozo kwamba Yanga irejee nchini kutumia mamlaka za mpira wa miguu zilizopo nchini, kuexhaust mamlaka hizo, kuzitumia kabla ya kupeleka swala hilo, kwa sababu yenyewe haina mamlaka kushughulikia masuala kama hayo katika ngazi iliyokuwa hapo. Yanga kurejea wakatoa taarifa kwa umma kwamba hawatarudi kwenye bodi ya ligi kwa sababu imekuwa haiwatendei haki, na wanajua hawana sababu ya kufanya hivyo kwa sababu hawataipata haki hiyo, bali wakasisitiza hawatacheza mchezo huo namba 184 katika siku nyingine yoyote kwa sababu bodi ya ligi iliwaahirisha bila sababu ya msingi. Mvutano huo uliambatana na bodi ya ligi kutoa ile tarehe ya Juni 15 kufanyika kwa mechi hiyo, ambayo mwisho wake ndio kile nilichotaka kukieleza. Sasa kutokana na uamuzi huu, ni dhahiri kwamba baadhi ya yale ambayo Yanga waliyahitajia ili wacheze tena dabi hiyo yamefanywa kazi. Moja wapo ni hili la kusimamishwa kazi kwa afisa mtendaji mkuu, lakini pia dabi hiyo kupangiwa tarehe nyingine Juni 25, ambayo wao kwenye chapisho la kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram linaonyesha kwamba wameridhia na tayari wa mashabiki wao, wanachama wao kujiandaa kwa dabi hiyo muhimu kwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Je, nini kitakachofuata? Kwamba itakuwaje katika mechi hiyo ya Juni 25? Maana kwa jinsi ilivyo kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga ipo kileleni ikiwa na pointi 73 na mabao 71, imeruhusu mabao 10. Watani za wajadi Simba wanashikana
pili wakiwa na pointi 72, mabao 63, wameruhusu mabao 11. Kwa vyovyote vile, endapo kila moja itashinda mechi zake za Juni 18 na Juni 22, maana yake Juni 25 itakuwa ni kama fainali ya kumpata bingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu. Ni kwa sababu endapo kila moja itashinda, Yanga watahitaji sare tu ili kutoa ubingwa ambao utakuwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, wakati Simba itahitaji kushinda kwa sharti wote washinde mechi zao hizi mbili zinazowakabili kabla ya Juni 25. Simba wakishinda watatoa ubingwa na kusimamisha kasi ya Yanga ambayo misimu mitatu mfululizo iliyopita imetoa ubingwa wa michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe katika kuahirisha mechi ile Machi 8, bodi ya ligi haikutumia kifungu kinachohusiana na adhabu na hatua ya kuchukuliwa endapo timu ngeni itazuiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla, ambacho kinapatikana katika kanuni hiyo ya 17 ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu huu, sura hiyo ya 5 kifungu cha 62 ndicho chenyewe kinaeleza nini cha kufanya. Kwa mfano, endapo timu ngeni imeshindwa kufanya mazoezi kwa sababu ya kuzuiwa ama na mchezaji au klabu au yeyote ule, adhabu hizo ni pamoja na faini milioni 1 mpaka milioni 2, ama kama ni tukio la kujirudia, wahusika au mhusika anatozwa faini ya milioni 5 mpaka milioni 10. Bodi ya ligi haikutumia kifungu hicho cha kanuni za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 zinazoongoza msimu huu wa 2024-25, na mpaka sasa bodi ya ligi haijaweka wazi ripoti ya uchunguzi iliyosema imeufanya kuhusiana na kile kilichotokea siku ya Machi 7, kwamba kuna baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi zaidi. Ripoti hiyo ya uchunguzi Yanga walikuwa wakihitaji, lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba kupitia taarifa yao kwa umma wakati wakisisitiza kwamba wao wamejiandaa kwa mechi Juni 15, waliitaka pia bodi ya ligi ieleze kwa umma ripoti ya uchunguzi waliofanya, lakini bodi ya ligi hawakufanya hivyo. Hata bungeni baadhi ya wabunge akiwemo Esther Bulaya walihoji bungeni juu ya ripoti ya uchunguzi ya bodi ya ligi inasema nini, kwa maana kwamba taarifa ya ripoti ya uchunguzi pengine ingeweza kujustify, kuonyesha ni kwa nini bodi ya ligi ilichukua hatua ya kuahirisha mchezo ule wa Machi 8. Maana vinginevyo kwa taarifa ambazo ilikuwa imetoa kwa kanuni za ligi kuu Tanzania bara zilivyo, hazionyeshi ni kwa nini mchezo umeahirishwa. Lau kama ripoti wangeiweka wazi, pengine ingedhihirisha kweli bodi ya ligi ililazimika kuahirisha mchezo ule na kuacha kutumia kanuni ya 62 ambayo inatoa adhabu kwa yeyote aliyesababisha timu ngeni kutofanya mazoezi. Mpaka sasa wakati hatua hizi kichukuliwa, hakuna taarifa yoyote kuhusiana na kile kilichobainika katika ripoti ambayo bodi ya ligi walisema kwamba kuna uchunguzi unafanyika. Je, nini kitakachojiri? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kufuatilia channel hii na kuiunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.